Alright, again and again. Picha yetu inaanzia barabarani akiwa mjamaa anaitwa Manho pamoja na demu wake ambaye anaitwa Sang Yong. Hawa ni wapenzi ambao wanapendana sana, na ilipofikia wakati mchizi kumchukua demu kwenda kumpeleka nyumbani akamtambulishe. Kwa hiyo msela Monho akiwa na Yosang wakiwa wanaelekea moja kwa moja, yani hujamaa anaenda kumpeleka huyu mwanamke kwa wakwe zake. Lakini kutokana na hali ya hewa nje ilikuwa ya mvua, ilibidi wapikie sehemu restaurant kwenda kuchukua taki kahawa kidogo kutoa ubaridi. Mchizi kwa sababu alikuwa anakaa nje ya mji. Huku ndani ya gari anaonekana Yongsang alipokea simu, na mchizi hapa aliporudi kuchukua kahawa, anapofungua tu mlango wa gari anakuta gari lile halina mtu. Yaani mtu alikuwa ndani ya gari hili tayari zamani ashatembea. Mchizi kidogo akapanic, ikabidi aanze kumtafuta bwana. Demu wangu kaelekea wapi? Hali ya mvua ndo hii, kibaridi kike hapa. Akabidi aanze kuuliza kwa watu, majamaa, watu waliomzunguka pale. Bwana jamani, mjamuona mwanamke fulani ni fulani hapa? Na kila akimpigia simu ya mwanamke tena haipatikani. Mchizi akachanganyikiwa na moja kwa moja akaja kutoa taarifa kituo cha polisi kwamba bwana jamani, mke wangu ametekwa ama mke wangu amepotea. Basi mapolisi nao wakamwandikia karatasi ya kwamba ripoti inasema huyu mtu kapoteza mtu, kwa hiyo inabidi waendelee kumsaidia kumtafuta. Na alipokuja mpaka nyumba ambayo alimpangia udemu, na udemu hapa hakuna na kuacha kitu chochote. Yaani demu kachukua nguo zake, kachukua kila kitu chake cha muhimu, na kaacha roji ama ile kota alopangiwa ikiwa haina mtu. Kwa mchizi anajikuta kila kitu kakosa. Akajiuliza, huyu demu inakuaje, katekwa ama? Umeelewa? Hapa kuna swali kidogo kaanza kushtukia ama kushtuka. Kama katekwa na maana mpaka vitu vya ndani kunavyo wameviteka. Ikabidi kwanza aendelee kumpigia simu, lakini bahati mbaya nzuri huyu mwanamke hapatikani. Na moja kwa moja akaenda benki. Alipofika benki kakutana na mchizi hapa wa benki. Ikabidi mchizi amwambie bwana, hapa kweli bwana demu alikuja huyu akatoa hela kiasi fulani bini fulani. Kama demu ameshatoa hela, umeelewa, na saini zake hizi hapa. Alikuja mwezi wa ngapi alitoa hela tena nusu, kwa sababu si unajua sheria zetu benki haturuhusu hela yote itoke kwa pamoja. Sasa leo mchizi hapa anapata mambo mengine ambayo hakutegemea, mambo mengine mageni kabisa. Huyu jamaa agenti ama wakala wa matawi ya NNB, CRDB benki pamoja na mitandao yote ambayo inatoa hela. Basi mchizi anaelezewa bwana ndo kama hivyo anavyokuambia. Huyu demu alikuja tarehe fulani bidi fulani, na hii hapa ndo attendance nzima mauzuri yake hapo kuja kuhudhuria. Umeelewa? Lakini hatujui mwanamke hapa ndani ya gari alikuwa anaongea na nani na kwa nini kafanya yote haya kwa mchizi. Umeelewa? Hapa mchizi anatoa historia yote ya udemu, mambo alowapitia, na hapa alikuwa anakuja. Mchizi anasema ndo maana kumbe ndani ya gari kwa simu nyingi na simuelewi. Sasa mchizi kaanza kuona mapenzi yote ambayo alikuwa anampa udemu, mwisho siku ananifanyia mambo kama haya, kunitoroka ndani ya gari, kuja kutoa vitu huku katika nyumba nilompangia. Umeelewa? Sasa mchizi akawa anakumbuka, lakini akaona isiyo shida. Moja kwa moja kaenda mpaka eneo la mwanamke ambalo alimfanyia au alimtafutia kazi. Oya vipi mama, mtu safi bwana. Nimekuja kumuulizia Yongsang yupo? Anaambia Yongsang mbona hapa yupo na kazini hapa hana rafiki mwingine. Yaani siku zote ni mtu wa peke yake. Kwa hiyo na maana siwezi hata nikakwambia rafiki yake nani. Basi mchizi hapa kalitoa attendance akawa anaangalia sasa. Lakini hapa kinachomshtukiza ama kinachokuja kumshtua, alipata picha ya huyu mwanamke kipindi kile ambacho anafanya naye kazi katika hospitali. Tunaoneshwa hapa jinsi mchizi ni dokta kumbe. Basi hapa akiwa anaangalia mahudhurio na huyu mwanamke akiwa anaangalia, lakini sasa mwanamke huyu Yongsang alikuwa yuko makini sana katika umbea na mambo mengine. Lakini hapa kuna namba ambayo aliwahi kuandika yeye mwenyewe. Kwa jamaa kama alikuwa anavuta taswira ama subira, aangalie namba ni kitu gani ambacho aliandika. Na asubuhi yake jamaa hakuishia hapo, akaendelea kufanya tena upelelezi na uchunguzi. Yaani anamtaka huyu mwanamke. Moja kwa moja alikuja katika shirika lingine la benki, ambayo na hii benki ujamaa alikamtonyo wake mwingi kumwekea yule mwanamke, ili mradi mwanamke aendelee kujifanya kujiongoza kimaisha. Akamwambia bwana kama ilivyokuwa kawaida. Umeelewa? Hapa kuna habari zake hizi hapa, alikuja na ndo maelezo ambayo aliacha kama sijui hivi na hivi, lakini na hii ndo total ya cost yote ambayo hela zote alikuja kutoa hapa. Lakini mchizi akiangalia hizi alama vizuri anasema mbona isaini, mbona kama saini ziko mbili tofauti. Na kweli mchizi kabidi apekua akamwambia kweli saini ziko tofauti, lakini hata picha si unaziona hizi. Yaani ina maana hapa kuna Yongsang mwenyewe na Yongsang fake. Mmoja ni mwenyewe, mmoja sio mwenyewe. Kwa maana huyu mwanamke alitumia kila kitu, kitambulisho, jina, nyumba ya mtu, kila kitu mpaka kadi ya benki alitumia ya mtu. Kwa hapa mchizi anaja kupata jibu, itakuwa udemu kumbe ndo michezo yake ya wizi kuzulumu watu. Umeelewa? Kwa mchizi anajisi kama kati wa kitu cha kike hivi. Akakumbuka siku yake ya kwanza kukutana na mwanamke kipindi
yuko na furaha zote. Mchizi kumbukumbu zinarudi tena wakati huu ambao sasa hivi mchizi kaja na dimbwi kubwa la mawazo. Hajui kitu gani ambacho cha kufanya. Na demu tayari shamtia mkenge na ashaondoka na zaidi ya bilioni 1 ndani ya akaunti zote za benki za mchizi. Mchizi kwa kidogo pesa zipo na babake yeye alikuwa anasubiri mchizi apate mke, ikiwezekana muoe. Sasa leo baba anapiga simu hapa. Umesema unaleta mgeni. Mpaka sasa hivi mgeni kumleta umleti. Mchizi hapa anaogopa hata kupokea, anaogopa aseme kitu gani. Yaani hapo alipo anashota mpola. Hajui kitu gani amwambie babake, kwa sababu baba alikuwa anamsubiri huyu mwanamke aje kumuona ili mradi ikiwezekana awape baraka na ndoa ipite. Basi mchizi hapa anakaa, anakumbuka, anawaza, lakini jibu kamili hapati. Anaona mwanamke kanipiga changa hivi. Lakini mchizi alipokaa akasema ili swala mimi siwezi nikalitatua peke yangu. Na hata alipozidi kufuatilia kutaka kujua namna gani anaweza kujinasua, akakumbuka kama demu wake kidogo anapenda vijibu. Kwa hiyo akaenda moja kwa moja mpaka eneo ile ambao anafuga mbwa na kumuulizia, "Je, jamani mmemuona Yong-sang?" Lakini ina maana na hapa mtaalamu daktari alipokuja Moon-wook hakumkuta Yong-sang. Na hapa alirudi moja kwa moja nyumbani kwake ama ofisini, akawaza kaona ile jambo siwezi nikalisolve peke yangu, acha niende kwa mchizi wangu. Huyu hapa jamaa anaitwa Jong. Huyu ni askari polisi ambao sasa hivi yeye hapo alipo amesimamishwa kazi kwa muda. Umeelewa? Kama amesimamishwa kazi kwa muda, kwa sasa hivi hafanyi kazi. Kwa mchizi anaenda ambaye mwanangu Jong, mimi nitakuajiri bwana, unifanyie kazi yangu. Na kiasi chochote cha pesa unachokitaka mimi nitakupa. Mchizi kakataa kile anaposikia masuala hela. Unajua hela ni shetani, hela ndo kila kitu. Mchizi abidi aingie kwenye 18 zake laini na mchizi akaanza kazi. Mchizi moja kwa moja akatoka akaingia katika ile apartment ambayo mchizi alimkodia udemu. Lakini jamaa alipoangalia akaona hakukuta ushahidi wa aina wote, na alipata jibu kwamba udemu ushahidi wote aliufuta. Yaani alivaa glove, hajataka fingerprint, hajataka chochote kionekane. Yaani na maana alijua kitu gani anachokifanya. Kwa sababu angekuwa tu binadamu wa kawaida mambo yote asingeweza. Mchizi akajaribu hata kuzitafuta, lakini alishindwa. Kaja moja kwa moja kwa mchizi wake daktari mwanangu Moon-wook, udemu bwana ni mtu mmoja hatari sana. Umeona Kwa hiyo kama demu ni mtu hatari, hatuwezi kumkamata kirahisi, kwa sababu inabidi tuangalie namna gani ya kufanya. Hapa anaonekana kwa dada mmoja ambaye yeye jina lake naye ni Yong-sang. Na maana huyu naye Yong-sang. Na maana huyu alishaye kukaa na yule demu ambao amekimbia na kila kitu cha umsela, ama kimbia na baadhi ya hela, lakini japo kwa msela kwake hela nyingi. Hapa kagawa boksi, unaelewa? Na kugawa kadi kutokana na boksi hili au vyeti hivi ambavyo anagewa huyu demu ni risiti zile, naweza ngasema za bidhaa ambazo mwanamke anapenda kutumia. Kwa sasa hivi mchizi anatafuta, na maana anajua tu katika hivi vitu ambavyo tunavishika shika ama kukaa kufanyia kumbukumbu, ina maana kimoja wapo kitakuwa kinaweza kutusaidia mimi na kumuona huyu mwanamke. Basi daktari akaendelea na Jong akaendelea kumpa msaada, kumwambia hakika huyu mwanamke alikuwa anatumia mafuta haya na kampuni fulani bini fulani. Kwa hiyo tuangalie namna gani tunaweza tukamdhibiti, lakini tukifanya mambo kawaida na maana tutafeli. Mchizi Jong alimwambia maneno mengi huyu jamaa, na jamaa kama anaanza kumuelewa. Japokuwa mchizi kwa katika taruki, Jong anamcheka, anamwambia nyinyi wanaume mnafikia hatua yani unamkabidhi kila kitu mwanamke, kadi na nini, huo ni upumbavu na ufala. Mchizi anamwambia bwana afanye kazi, kwa sababu unajua mshuku mpaka sasa hivi ananingojea mimi, na mimi sasa siwezi nikaanzisha mahusiano chapu kwa haraka, ili mradi nimpelekee baba nikamthibitishie kama mimi kitovu kijanidondokea. Jong akamwambia basi sawa, hamna shida. Kwa bidii hapo utumie nguvu sasa ya hela, utumie nguvu ya akili na utumie kila kitu imadi uweze kumpata huyu mwanamke. Jong alimwambia mambo mengi mchizi, imadi asikate tamaa, na kweli mchizi anamwambia hakika nitafanya jambo lolote ambalo linawezekana na hakuna mtu kukata tamaa. Yaani moto juu ya moto. Kwa hiyo mchizi hapa anaangalia kumbukumbu za picha zile, kumbe mtego wote wa kujifanya ananipenda kunirubuni, lakini hamna cha maana. Hapa akachukua gari moja kwa moja kwenda katika eneo ama nyumba ambayo yeye alimtoa, na hapa akamkuta dada mmoja bwana mjamzito. Udada nasemekana aliishi naye, akamwambia bwana wewe Jong-sang unamzungumzia wewe tushakukaa naye miaka mingi, na hapa sasa hivi yeye hajaja takriban miaka 2-3. Picha zile akamuonyesha, endelea watawala wanafunzi kipindi yuko shuleni. Kwa hiyo mchizi askari huyu anafuatilia, akishapata jibu, anamtonya mwanae, bwana mwanangu kuna 1 kuna 2 kuna 3. Tunafanyaje? Hapa anaonekana anatoa historia sasa kama huyu mdada alimdondosha mama yake mpaka kufa. Yaani huyo mwanamke ambaye alikuwa anakaa nyumba hii. Kwa hiyo yeye ina maana alikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi. Sasa hapa tunataka kujua huyu Jong-sang yuko wapi. Yaani leo mchizi alikaa na fadhaa, alikaa na taharuki, lakini hapa leo babake amemuita bwana. Alipomueleza babake, bwana baba mimi mchumba nilikuwa naye, lakini yani anashindwa kunyosha maelezo kumwambia baba kuna 1 kuna 2, babake ashusha kipigo cha maana. Jamaa aliporudi huko anaendelea tena kupekua hapa akakuta picha.
Unaelewa? Hii picha walipoiangalia vizuri, kuna namna ya vitu wanavyoviona, akaanza kuizoom kuangalia sasa udemu anampataje. Umeelewa? Kwa kama kuna njia ambazo vitu unajua ukipiga au kuna vitu vingine ukiweka kumbukumbu. Sasa ile jengo ambalo niliona liko hapa mbele na ile jengo la kampuni. Sasa akamtuma yule kipaumbele, bwana nenda pale kaulizie kuna issue gani. Hapa mchizi anafunguka tu na kumpa taarifa kiufupi. Bwana kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Hata lile gari ambalo linasambaza zile bidhaa, jamaa kaliona, akajua hii ndo kampuni ambayo inatoa bidhaa hizi. Acha niliunganishie. Kweli mwanangu, bila shida yote, bila tabu yote, mchizi kaliunganishia. Ingia mpaka ndani ya ile jengo. Katika picha zaidi ya 1000 akamkuta yule mwanamke ambaye anajiita Sang Yang, kumbe jina lake halisi ni Chai. Umeelewa? Kumbe Sang Yang sio jina lake halisi, na hii kampuni alishawahi kufanya kazi. Umeelewa? Ndio maana vile vikaratasi ambavyo vilikuwa vinatoa maelezo. Unajua anwani ni kitu kibaya sana. Wao wanakuwa watu wengine, kama ukiwa mtu akufanya makosa hivi, anwani unapoletewa inabidi moja kwa moja uchome moto. Sasa askari huyu ambaye amegua kazi anamwambia mwanae, bwana hakika mwanamke si mtu mzuri sana, anaweza kujibadilisha zaidi ya mara 1000, na kama kampuni amefanya kazi na kwako alikuja akafanya kazi na sehemu nyingine anaenda kufanya kazi na kuiba mpaka uhusika wa mtu mwingine, mwanamke hasa ni kitu gani ambacho kinamfanya hivyo? Yule askari polisi akamwambia hakika huyu maisha na dhiki ambayo imemtokea katika maisha yake, kwa sababu alipata mtihani mkubwa sana, alishawahi kuolewa na akaachika. Jamaa akafikiria kwa maana huyu mwanamke ambaye mimi nilikuwa nampenda jina lake sio Jongi bali ni Chai. Basi mchizi akaendelea kufuatilia ili kupata ufumbuzi wa namna gani ambao anaweza kalifix hili swala na yeye kupata hela zake, ama akutane naye mwanamke huyu amuulize. Mimi naamini mchizi Monho anampenda sana huyu mwanamke, lakini mwanamke ameondoka ghafla, na hajamwambia neno lolote. Kwa hiyo kinachomfanya mchizi mpaka sasa hivi hali yake inakuwa sio nzuri katika mahusiano. Kwa hiyo hapa wakaangalia kuna mwanamke hapa jina lake wakaliona katika hii karatasi, ikabidi naye walisi ni mtu wake wa karibu. Wakashauriana hapa na jamaa yake na wakataka kwenda kumwangalia huyu mwanamke. Maana akamwambia huyu mwanamke sasa hivi anakaa sehemu fulani. Kwa kama tunaweza tukatoka hapa tukaenda kumwangalia huyu mwanamke. Mchizi kaambia bwana hamna shida. Umeelewa? Kama wewe bado unataka kwenda kumwangalia tumwangalie. Hapa mchizi akiwa katika lundo zito la mawazo, umeelewa? Lakini hapa kuna simu ghafla anapokea, na mtu alompigia hakuwa mwingine bali ni yule Changyo, akiwa amemwambia wewe ni nani? Halo, na mwisho wa siku yule mwanamke amekata simu. Sijui mwanamke kama bado anampenda ama vipi, lakini hapa inaonekana jamaa mmoja akivua samaki, na huyu hapa ni mwili wa mwanamke ambaye akafanyia replace jina lake. Yaani ina maana alishamuua na akamtia katika begi la nguo, kwa na ule mwili ukaokotwa. Na huyu ndo mwanaume ambaye alikuwa naye mwenye hii kampuni, umeelewa? Kwa maana dada huyu kaza kutembea na wanaume wenye hela tu, na unapotembea na wewe ujue ikifika tu miaka yako au miezi yako ashakujua kila kitu na kuibia na kuondoka. Jamaa hapa alipoteza hela nyingi sana kupitia mtu, kwa hiyo inabidi afanye mauaji, umeelewa? Hata kufabilia mama yake na uwana sababu yote kufidia hela zake. Lakini kuna matatizo nao yaenda yatokea, vurugu mechi za hapa na pale za madeni, umeelewa? Kwa hiyo mwanamke ilibidi adai talaka na kuondoka, umeelewa? Wao walivyoondoka, lakini mwanamke wale aliondoka na kila kitu cha huyo mchizi, na mchizi akaona maamuzi achukue ni kwenda kufanya mauaji tu moja kwa moja kumuua mama yake na mwanamke. Tunaonyesha kidogo nyuma mambo ya nyuma yalipotokea na matatizo mwanamke ambaye anapitia, umeelewa? Na huyu hapa alikuwa ni shoga yake ambaye anaelewa kila kitu kuhusu mwanamke ambao kwa sababu walikuwa hapo karibu. Kwa mchizi sasa hivi kama kuna watu wa karibu anawafikia na kutaka kujua kwa anambia kweli bwana alipita miaka 2 ya nyuma iliyopita hapa na hakuepo tena. Kwa hiyo nyie endelee kama mnafanya uchambuzi, endelee kufanya uchunguzi wenu, lakini ni hivyo ninavyowaambia. Mwanamke huyu hakusita kutoa ushirikiano, akamwambia bwana ila kuna shoga yake mmoja ambaye yeye akai hapa. Huyo nadhani alikuwa mtoke wa karibu sana kwa sababu mpaka picha ni na nini walipiga. Kwa hiyo hapa jamaa anapata picha, anapata idea kwamba huyu mwanamke alikuwa akitaka tu kuwa rafiki yako basi lazima ajisogeze karibu. Na kisha kijisogeza karibu anakuja na kukili. Yaani ukishafanana naye tu bwana umefanana na mimi umekuisha. Kwa jamaa akatoa historia hapa na akawaelekeza waende sehemu gani watamkuta mtu ambaye kidogo anafanana naye, umeelewa? Kwa jamaa huko alilia sana na kujutia sana, lakini mzee alimtuliza na kumwambia bwana hakika twende huko tutaona. Wakafika mpaka sehemu moja hapa na duka hili la nguo kwa yule mwanamke ambaye ameelekezwa mfanana naye. Na kweli kumwangalia mwanamke amefanana kidogo na huyo mwanamke wao.
umeelewa. Lakini sasa huyu dada kitu ambacho anatumia ni sila yake, ukishafanana naye tu kidogo, yani kisura chako kikiendana na kisura chake umekwisha. Basi hapa kaonyesha matukio ya zamani, hata picha walishapiga. Kweli huyu ni jamaa. Kwa hiyo inaonekana hapa udada kweli itaka kuiba, nikaiba kabisa husika, kwa sababu na udada wamefanana, umeelewa. Kwa anatumia jina la huyu mwanamke bila kujua. Lakini hapa kwenye supermarket anaonekana kwa mbali kama anawazumu, umeelewa. Kwa hiyo ina maana huyu dada anajua kila kitu kweli, kwa sababu ukaribu wao ni hapa. Lakini na yeye akajifaa katoa information kwa maaskari na huyu mchizi ambao anafuatilia, bwana kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, tunafanyaje? Umeelewa. Kwa sababu watu watatu au wanne wote wamepigwa na mwanamke mmoja, na mwanamke mwenyewe anaonekana akitaka kuficha kitu chake, yani kukipata kwa sura rahisi. Hata kwenye gari ndani ya viatu vile kwa avai kawaida, kiatu kinavaa kinafichwa ficho. Hapa kuna mdada mmoja ambaye anaitwa Lima, inabidi wamtafute yule Lima awaeleze vizuri sasa hivi wanaweza kumuona wapi. Basi wakamwangalia na Lima washamkuta hapa. Lima akamwambia, bwana mimi sikatai, ni kweli mtu wangu wa karibu, umeelewa, tulikuwa tuko pamoja, na hizi ndo baadhi ya anwani ama vitu ambavyo tulikuwa tunashare, na kama tukaangalia movie tukafanya dede market. Ni kweli Lima akajielezea, alikuwa ni mshikaji wangu sana zaidi ya sana. Na basi hapa alipofika usiku, Lima kuna sehemu aliyoelekeza, ikabidi nao vile waende la kama wanaweza wakamkuta hapa, lakini vile vile hawakubahatika, umeelewa. Mwisho wa siku akamkuta na mume wake na Lima, wakaanza kumchunguza naye hadi kwa pamoja 2 3 4 5 ili bado waendelee kufanya uchunguzi. Sijajua mchizi kama kweli anania, umeelewa, lakini hapa askari huyu akaja kutoa taarifa kwa askari mwenzie imadi kumweka tayari, kwa sababu anahisi mhalifu wao muda wote anaweza akamkuta. Maskari wakawajenga maliza kuwajenga, akamwambia bwana huyu hakika tutamkamata tu. Sasa mchizi mwenyewe sijui kama atakuwa na lazi, maana mchizi anaonekana amefall love sana kwa yule mwanamke, na kutokana baba yake mchizi alikuwa anania kumuona mwanae akiwa na mwanamke ni mada aje ufanye kumuozesha. Unajua tena wazee wa Kikolea wanapenda kuwaolea watoto wao. Mchizi hapa akiwa kazini akaja akaulizia akaambia bwana kuna mambo mengine yanakuwa magumu kuelezewa, lakini unaweza ukamwona. Sasa kuna idea au mdada kama anampa, umeelewa. Na kwa majamaa daktari akili yake kidogo imekaa vizuri, akamwambia kweli. Sasa hapo kuna akili kaipata kama mwanamke kuna ujanja anatumia. Akasema kweli, ina maana yule shoga yake mwenye kijibu au mwenye na yule ina maana kuna formula anaijua, umeelewa. Kamuelekeza na kaisi hawa watu wataenda atakutana kwenye nini, kwenye bandari. Akatoka moja kwa moja mpaka kwenye ile bandari kwenda kuangalia. Lakini alipofika hapa akamkuta kweli huyu mwanamke ameshika kweli kimbwa chake. Sasa muona mahojiano yale ya mwisho yamempa kidogo mwangaza. Lakini hapo dada akiwa anaondoka macho kwa macho, umeelewa, kwa uoga anakutana na nani, na huyu mwanamke wake, umeelewa, uso kwa uso. Hata huyu mwanamke hakutegemea kama mchizi angekutana hapa. Anajiuliza mchizi kafikaje hapa, na maana alishawaibia wanaume zaidi ya 1000, umeelewa, na wanaume wote hawakujua kama mwanamke ni mwizi. Lakini mchizi alifuatilia. Mchizi anamwambia bwana mimi nimekuja sio kama labda ninaziki na hela, mimi nataka nijue kwa nini ulikaa na mimi, na kwa nini ulifanya unanipenda, na kwa nini ulinitia tamaa zote za kimwili. Basi mimi mwezio nakupenda kweli, kama kweli nakupenda kweli, tafadhali naomba unipende, mimi kesi nitaizima. Jamaa akamvuta. Kwa jamaa hapa kinachompelekea ni kiu ya mapenzi na hisia zinazomsumbua kwa huyu mwanamke. Badala kama mimi nakupenda sana, tafadhali usiniache, kesi nimeilipia mimi na kesi nitaifuta mimi kwa gharama ya hela yoyote, hiyo hela ulichukua ni ndogo sana. Namwambia hapana, mimi sitaki wala sikupendi, umeelewa, sitaki wala sikupendi, cha msingi wewe fanya 50 zako na mimi nifanye 50 zangu. Kwa dada kama anamtolea nje mchizi live, na mchizi anamwambia mimi nitakusamehe kwa kila kitu ambacho umekifanya, kwa sababu nimekuwa kipofu wa mapenzi yako. Dada anamwambia sikiliza, mimi nishatendwa zaidi ya mara 10,000. Mimi licha mamangu amekufa, ameuliwa na bwana wangu ambaye alisema ananipenda, lakini kwa wewe sasa hivi siwezi. Ninachotaka mimi kuwa huru kama kibepeo, nitembee kokote ninapotaka, nifanye kitu mwenyewe ninachotaka, na nikitaka kulala na mtu yote nilale naye tu, nimalize shida zangu naondoke. Maneno yale mwanamke anamwambia mwanaume huku machozi yanamtoka, kwa sababu mchizi alionyesha hisia kweli za mapenzi kwa huyu mwanamke, tena mapenzi yale ya dhati. Lakini jamaa akaona bora muachie mwanamke. Lakini maaskari, kwa kuwa mwanamke amefanya mambo mengi, amefanya mauaji, ikabidi wamfuate. Lakini mwanamke kumbe alikuwa anagonga macho, hata sio mchezo. Akamdhibiti askari yule na kukimbia. Askari bwana akaitana mwanamke akaona basi isiwe kesi, mimi na Waarabu ni baba mmoja mama mmoja. Basi akaja hapa akapanda juu, basi akataka kujiachia. Wanangu, usisahau kusubscribe, kushare, kucomment, na kwa movie kali kama hizi hapa tu utazipata BFA Production. Ni mimi hapa fundi wako katika mitambo. Chechea mwanamke akajitosa kama hivyo mmemuona,
na ikawa ndo mwisho wa maisha yake, na hapa akapoteza maisha. Na alipoteza maisha, mchizi alijilaumu sana na kukaa na kukumbuka usia. Kwa hiyo mwanamke halitaka kuwa uhuru, na uhuru aliotaka yeye ni wa kifo. Kwa mwanamke alipoteza maisha mbele ya macho ya mwanaume huyu ambaye alikuwa anampenda sana mwanamke huyu. Na huu ndo mwisho wa picha yetu. Chao.